Basi leo ninapenda kupitia tena katika maandiko matakatifu, na leo nikitamani kuangalia mambo ya laana na baraka katika mtazamo wa Biblia, kwa sababu tunapomwomba Mungu atufungue vifungo, yapo ambayo tunaweza kusema yametokana na sisi wenyewe, makosa yetu, lakini tuone kama maandiko yanatuambia nini kwa yale ambayo labda tunayapitia magumu, ambayo hayakutokana na yale tuliyotenda, bali wale tuliyotenda. Mfano rahisi wa kuelewa, kwa sababu kuna wengine wanapuuza mambo haya wakiona kwamba si mambo ya kweli, kwa sababu tu tayari wamekombolewa na nini. Ukiishi katika familia ya walevi, labda baba au mama ni mlevi, na wewe unaweza kawa unywi, lakini uko kwenye familia ya walevi, unategemea hautaathirika? Mazingira pale nyumbani, magomvi na nini yatakuathiri, hata kama wewe hautumii au hauko katika hiyo ulevi. Au watu wale walio katika familia ambazo hizo unajua kabisa kwamba kuna mambo ambayo yalikuathiri, na japo wewe hukuwa katika kosa hilo au adhabu hiyo, lakini kwa kuwa tu katika yale mazingira tunaathirika. Na hii inakwenda mbali zaidi, sio katika familia, inakwenda mbali katika jamii, inakwenda mbali katika taifa na ulimwengu kwa ujumla. Tunasoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 6 aya ya 11. Inasema, Kumbukumbu la Torati sura ya 6 inaeleza kwamba mpende, na hii ndio sheria na amri na hukumu alizoamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivuka kuimiliki. Aya 4 anatuambia kwamba sikiliza Israeli, Bwana Mungu wetu Bwana ndiye mmoja, nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Maneno hayo nayokuambia leo yatakuwa katika moyo wako, nawe wafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako, utembeapo njiani, ulalapo, uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katika macho yako. Tena yaandike juu ya mimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Nasema juu ya amri hizi. Nasema katika sura ya vile ya 11 Kumbukumbu la Torati, aya kwanza nasema, kwa ajili hii mpende Bwana Mungu wako na kuzishika siku zote mausia yake na amri zake na hukumu zake na maagizo yake. Kitabu cha Wagalatia sura ya 3 aya ya 10 anasema, Wagalatia sura ya 3 aya ya 10, kwa maana wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote aliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Laaniwa yule ambaye asiyedumu katika yote aliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Na aya 13 ya kitabu hicho cha Wagalatia inasema, Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye mtini. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba Kristo ametukomboa katika laana. Sasa la kwanza hapa nataka kujua kwamba kueleza kwamba laana hutokana na kuvunja amri za Mwenyezi Mungu, na baraka inatokana na utii wa amri za Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tunajua kwamba hii lugha tunayotumia kwamba ni laana, ni maneno haya tunayotumia kibinadamu kuelezea matokeo, si kwamba Mungu anatulaani. Kwake Mungu hakuna uovu wowote ndani mwake. Lakini tunaweza kusema ni adhabu ambayo, au ni matokeo ya kutokutii yale maagizo ya Mwenyezi Mungu ambayo tunayapata. Nasema huhitaji
huhitaji kukiambia kitu labda ulichokatazwa kikuumize, labda umeambiwa huu ni moto, utaungua, na ukiweka mkono utaungua tu, wala hitaji chochote, ni wewe mwenyewe kusogea karibu naye. Kwa hiyo nasema tunapozivunja amri za Mwenyezi Mungu daima tunapata yale matokeo ya uvunjifu wa amri. Kwa hiyo dhambi ni chanzo cha matatizo mengi tunayokumbana nayo kama wanadamu. Madhara ya dhambi tangu mwanzo ndiyo yanayoleta matatizo mengi, labda wakati mwingine magonjwa, matatizo ya kijamii na mambo ya kiroho, kutokana wakati mwingine na dhambi. Nasema mauti iliingia katika ulimwengu kutokana na matokeo ya dhambi. Tumekombolewa, lakini bado tunajua kwamba ukombozi ni endelevu mpaka siku ya mwisho, Yesu atakapofuta machozi katika kila mmoja wetu. Tunaendelea kuona vile vile madhara yanayosababishwa na dhambi kila mara kwenye maisha yetu. Tunajua kwamba dhambi ina madhara. Tunapoenda kutubu, tunapoenda kuungama, tunaondolewa ile adhabu ya milele, lakini adhabu ya muda, yani temporal punishment, inabaki. Na ndio maana tunapewa kazi ya kufanya malipizi. Sehemu ya malipizi kingine ni ile adhabu, kupunguza ile adhabu tunayostahili ya sasa, na adhabu ambayo kama hatukumaliza malipizi hapa, baadaye tunapewa nafasi nyingine ya kuwa safi katika nafasi ile ya kuwa toharani. Kwa hiyo dhambi huleta mateso kutoka kizazi mpaka kizazi. Na madhara ya dhambi yanaweza kuonekana katika kimwili, kijamii au kiroho. Kama tulivyosema hapo mwanzoni katika mfano huo kwamba tunapata matokeo ambayo si mazuri kutokana na maisha fulani yaliyofanywa na wengine. Nasema kwa mfano labda katika nyakati hizi, hata siku ya leo, nasema labda mimi sihusiki na chochote, lakini nalazimika labda kwa sasa kufanya kipindi muda na wakati kama huu. Haya ni madhara ambayo ninayopata, lakini mimi sihusiki, yupo mwingine anayehusika. Kwa hiyo kuna mambo ambayo yanaathiri wengine hata wao bila wao kuchangia kuhusika. Kwa hiyo tunahitaji kwenda kumwomba Mwenyezi Mungu na kujikabidhi mikononi mwake, ili Mungu atuokoe na madhara ambayo hatukuyasababisha sisi, kwa njia ya sala tunazofanya, kwa njia ya sakramenti kama ambavyo tutaelezana na kutambua umuhimu wake. La kwanza tumesoma katika hayo maandiko kwamba ni vizuri kuendelea kulitii agano la Mwenyezi Mungu. Katika ile kitabu cha Kumbukumbu la Torati anatukumbusha kwamba utii unaunganisha kati ya baraka na laana, Nasema tunapomtii Mwenyezi Mungu tunapata matunda ya utii wetu kwake. Matunda hayo ni baraka. Tukifanya yale anayotuambia tuyafanye, basi moja kwa moja tunapata baraka na tunapata matokeo mabaya kwa dhambi ya kutokutii kwetu. Kwa hiyo utii ni sharti ambalo litatupa afya, ni sharti ambalo litatujalia ustawi, lakini ni sharti ambalo litatujalia maisha marefu. Kwa hiyo mara nyingi laana wengi wanaipotosha. Na wakati mwingine tunasema bwana, mzazi wangu alinilaani au nasema maandiko yanasema kwamba hakuna laana pale pasipokuwa na haki. Yani mtu hawezi kusema jambo ambalo ikiwa sikulifanya au sikulitenda basi nikapata laana. Na kama nilivyosema kwamba Mungu hapokei sala yoyote ambayo ina lengo la kumharibu mwanadamu aliyemuumba. Hapokei, ni yule adui. Mara nyingi ndio maana tunaombwa kutunza vinywa vyetu, kwa sababu ikiwa katika kinywa chetu tunaweza tutamke maneno ambayo Mungu atayapokea ya baraka, lakini tukitamka yale ambayo si mazuri, yule adui atayapokea, atayafanyia kazi, kwa sababu ni kwa nafsi yetu tumekubali kuharibu watu au kuharibu kiumbe kile cha Mwenyezi Mungu
alichokitenda. Na mwovu anafurahi kuharibu kazi ya Mwenyezi Mungu, kuharibu kazi ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana wengine wanajisifia, yani mimi nikisema neno fulani au nikikwambia jambo fulani linakupata. Usione kwamba hiyo ni karama. Umekubali mwovu aishi ndani mwako, umekubali adui akae ndani mwako, akutumie wewe katika kuharibu kazi ya Mwenyezi Mungu. Anatuambia vizuri katika maandiko matakatifu akisema, sifurahi kifo cha mtu mwovu, bali iache njia yake mbaya apate kuishi. Katika ulimwengu tunaoishi tunaona matokeo. Ni kama sasa hivi labda tunasema kipindi labda tunapata joto sana au baridi sana. Unaona haya ni matatizo ambayo tunaona katika kijamii, yamesababishwa na sisi wanadamu, sio Mungu. Labda kwa kuharibu mazingira tunapata matokeo ya makosa yale. Labda inaweza kawa vizazi vingine vilivyosababisha, lakini sisi tunaokaa katika kipindi hiki tunapata matokeo ya makosa ya wengine. Vile vile katika maisha ya kiroho, uasi wa mwanadamu daima huleta matokeo mabaya kwa mwanadamu. Kitabu hicho cha Wagalatia imetuambia kwamba Yesu alitubebea laana zetu wanadamu na kutupatia ukombozi, lakini ukombozi ambao tunashiriki katika ukombozi huo. Lazima na sisi tujiunganishe. Lazima wakati mwingine tusali kumwambia Mungu, ninahitaji ukombozi katika familia yangu, ninahitaji ukombozi katika ukoo wangu. Nasema hizo neema lazima tunashirikishwa. Mungu aliyekukomboa bila wewe kutaka, Mtakatifu Agustino anasema kwa sasa anahitaji wewe kukushirikisha ili ushiriki katika safari hiyo ya ukombozi. Kwa hiyo tutambue kabisa kwamba kuna roho ambazo tunaziona katika familia ambazo tunasema hizi zinaathiri familia, au ni roho ambayo inaathiri familia kwa muda mrefu. Nilikuwa napitia somo hili, Father mmoja exorcist anaitwa Father Chad Ripak anaeleza vizuri kwamba kuna roho ambazo zinaathiri kizazi kimoja mpaka kingine. Inaweza kuathiri pia taifa, eneo, mashirika. Hizi roho zinatoka kati ya watu na watu wengine. Namna gani ambazo tunapata madhara hii? Anasema ni kwa sababu ya dhambi, hasa dhambi za mauti. Kuta dhambi imefanywa na mtu mmoja katika familia, dhambi ambayo haiku mtu akufanya toba ya kweli, na kama familia labda tunaweza kuwa tusijue, lakini tukaona kwamba kuna mambo fulani ambayo kwenye familia yetu tunayapata, au matokeo fulani mabaya ambayo tunayaona, kila wakati tukijiuliza imesababishwa na nini. Kwa hiyo ni vizuri kuingia ndani na kuchunguza, kusema huenda kuna jambo ambalo, ndio maana ni vizuri kusali na kuomba toba. Sio toba ya mtu mmoja ambayo ni muhimu zaidi, lakini vile vile toba ya familia, toba ya ukoo, toba ya kizazi, au toba ya taifa, kama ambavyo tutafanya kesho kutwa, kufunga na kusali na kuomba toba vile vile kwa ajili ya taifa letu. Wakati mwingine basi tunapata hizi laana kutokana na maagano yaliyofanywa, ambayo wakati mwingine yamefanywa kwa niaba ya familia, Niwaambia hapa juzi, yupo mzazi mmoja ambaye alinishirikisha kwamba bado kuna maagano ambayo yamefanyika, watoto wangu walifanya maagano, na maagano yalikuwa mabaya sana. Maagano ambayo yanapelekea kusitisha uhai wa mzazi wao. Na sasa wamejikabidhi kwa Mwenyezi Mungu, na Mungu anaendelea kutenda kazi kwa ajili ya kuvunja hayo maagano ambayo waliingia, lakini waliona kwamba kabisa kwamba haya tunayopitia huenda kuna kitu kilifanyika katika familia. Haisemi kwamba tuishi basi kwa wasiwasi, kila kibaya, kitu kibaya kinachotupata basi tufikirie hivyo, lakini ni vizuri vile vile unapojiona safi, unapotubu kwa ajili yangu, vile vile nisisahau vile vile kutubu kwa ajili ya wenzangu, kwa ajili ya familia. Ayubu anasema vizuri, tunaposoma katika kitabu cha Ayubu, anasema kila wakati Ayubu alikuwa akiamka na kutoa sadaka, na hata wakati mwingine kutoa sadaka kwa ajili ya familia yake. Anasema huenda watoto wangu walitenda dhambi, mimi sifahamu, lakini Mungu ninatubu vile vile kwa ajili yao. Mungu anaruhusu
Nasema Mungu huruhusu jambo lolote. Nasema hili ni baya, lakini kwa nini Mungu anaruhusu? Anaruhusu akiwa na malengo vile vile, kwamba kutokana na ile ambalo linaonekana baya yeye atukuzwe, jambo kubwa, au wakati mwingine kutusaidia tufanye toba ya kweli, au kutufanye tuwe wanyenyekevu. Tuliongea vile vile kuhusu mambo ya mamlaka, kwamba wazazi vile vile jitajidini kabisa kwamba yale mamlaka Mungu aliyowapa dhidi ya watoto wenu au familia yenu kuyatumia vizuri. Kumbuka kwamba wewe una mamlaka juu ya familia yako. Chochote utakachokifanya unakifanya katika mamlaka yako kama mzazi au mkubwa katika familia. Kwa hiyo nifanye yale tu ambayo ni ya kimungu. Nisikubali kufanya chochote ambacho kitachukua mamlaka yangu na kitaathiri kizazi changu. Wakati mwingine tunaweza tukafikiri tu ni jambo dogo na jambo la kupuuza, lakini ukilifanya katika mamlaka yako, ni kama mimi hapa nikifanya jambo katika mamlaka na utume wangu kama padri linaathiri wengine, lazima nilifanye jambo lililo jema, jambo ambalo ni la kuomba baraka, kuwasaidia watu, na sio kukubali mwovu anitumie katika kuwatesa au kuadhibu watu wa Mwenyezi Mungu. Mzazi vizuri kuwabariki, kuwanenea vizuri watoto hata kama wamekukosa kiasi gani, sababu hilo lina maana kubwa. Nisikia mfano mmoja wa pale anaeleza kwamba hii familia, mtoto huyu wa kiume alikuwa ajali kabisa wazazi wake aliowazaa, na alikuwa anajali sana upande wa pili wa mke wake, aliwapuuza kabisa wazazi wake. Alipojifungua yule mtoto wake, mtoto alikuwa kilema kwa muda mrefu tu, na mama yake hakupenda kabisa hata kumpokea yule mtoto. Alikaa hivyo mpaka alipopata neema ya kutambua kwamba kuna kosa fulani alilifanya la kutowatii au kuwajali wazazi ambao walikuwa wakiteseka, sio kwa sababu walikuwa wanataka kitu kikubwa kwake, lakini tu walitamani kupata msaada kutoka kwa mtoto. Baadaye tunaambiwa kwamba walipotambua hivyo, walikwenda kumomba mzazi msamaha, na mtoto yule alikuwa amekaa katika wheelchair kwa muda mrefu aliinuka mama alipompokea na kumsamehe. Kama alisema jambo ambalo alikuwa la baraka, ambalo likaenda kuathiri uzao wa mtoto wake. Hayo ni mambo yapo katika jamii zetu, hatuwezi kuyapuuza, lazima tuyafanyie kazi kama watu wa sala, watu wa imani, na hasa tunapomwomba mama yetu Bikira Maria mfungua mafundo, tukimwomba atusaidie. Nimesema Mungu anaruhusu hizi misfortunes zitoke katika kizazi kimoja hadi kingine, si tu kama adhabu, bali kama nafasi ya ukuaji katika fadhila na kutusaidia kuendelea kupambana na dhambi au na uovu. Nasema inahitaji neema ya Mwenyezi Mungu kutambua. Si rahisi, inahitaji mazoezi mengi ya sala kuweza kutambua. Ikiwa kwa mfano kuna magano yaliyoingiwa, inahitaji kuendelea kusali na kumwomba Mwenyezi Mungu, na wakati mwingine kwa njia za novena, au wakati mwingine kwa njia ya kuombea, kusali misa takatifu kwa ajili ya kuomba ukombozi wa familia. Na tunajua kwamba roho hii huweza kuathiri hata vizazi 4 au 5 vilivyopita. Mfano wangu binafsi, nakumbuka mama mmoja ambaye yeye hakuwa Mkatoliki, yeye alikuwa ni Muislamu, lakini bibi yake labda wa kizazi cha 3 kilichopita alikuwa ni Mkatoliki, na kwa kuwa aliolewa na Muislamu, basi alibadili dini na kuwa Muislamu. Alikaa kwa muda mrefu, na vizazi baada ya hapo vikaanza kuwa vizazi vya Waislamu. Lakini huyu mama katika kizazi cha 3 anapata ndoto ya huyu bibi ambaye anamwambia aende kanisani. Sasa akishangaa, mimi ni Muislamu,
familia yangu naifahamu hapa ni Waislamu, inakuwaje tena niende kanisani? Lakini kwa sababu ilikuwa ikimsumbua sana, ilibidi yeye na mume wake waje kanisani kwa siri, na ndipo nilipopata bahati ya kukutana naye na kumsaidia na kuanza sasa kuhudhuria kanisani, na bado hajabadili imani yake, lakini kwa sasa ile roho iliyokuwa ikimfuatilia imepungua baada ya kuendelea kusali na kuiombea. Labda huenda haikutimiza wajibu wake mzuri wa kuimarisha familia yake katika imani, na labda sasa iko inateseka toharani, na hivyo wanapewa nafasi hii ya malipizi. Mungu anawapa ruhusa hii ya malipizi ya kuja kuiambia familia yake. Kwa hiyo mambo kama hayo yapo. Nasema wakati mwingine mambo haya ya laana na baraka tunaweza kuyaona vile vile katika masuala ya kuwa na hofu ambazo hazina maana, wasiwasi. Nasema kwa Kiingereza inaitwa obsession, au wakati mwingine oppression, kushambuliwa, kandamizwa. Kuna jambo fulani labda linakusumbua kwa muda mrefu, inaweza kawa ni matatizo ya fedha au matatizo ya magonjwa, mambo ambayo yanaandama familia. Au wakati mwingine kuvutwa kwenye vishawishi. Nasema labda mtu mwingine unaweza kukuta akiingia katika jambo fulani au ovu fulani, anaingia moja kwa moja, hakumbuki atakutoka. Labda ni ulevi, akianza tu basi unaona familia nzima inasambaratika, na kutahili ni tatizo. Haitoshi tu kusema kwamba hili ni tatizo la kifamilia, bali nasema tunafanya nini ili basi kuweza kukabiliana na hili tatizo kama familia, kama familia. Mambo ya kukumbuka ambayo inamaliza nayo siku ya leo ni kutambua kwamba laana ni halisi, si kitu cha kubeza, si kitu cha kubeza. Na neno zuri nimesema kwamba hii ni adhabu, si Mungu anayetuadhibu, bali ni matokeo ya dhambi ambayo nimesema kwamba yatatuathiri tu, tutake tusitake, yapo. Lakini tunatambua kwamba ukombozi unahitajika. Jambo la pili, kutambua kwamba ukombozi unahitajika toba na maridhiano. Ukombozi kwa njia gani? Ukombozi kwa njia ya sakramenti. Kwanza ningeweza kusema sakramenti ya kitubio, sakramenti ya kitubio. Na wakati mwingine ukiona jambo hilo, basi ni vizuri kuweka novena hata ya huruma ya Mungu katika familia, kuisali kwa kitambo, kwa muda, labda hata kwa njia ya mfungo kwa siku 40 kwa ajili ya njia hiyo. Ni vizuri vile vile kujiungamanisha sana karibu na Yesu, hasa katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu. Sakramenti ya Ekaristi Takatifu, hasa sadaka takatifu ya misa. Nasema wakati mwingine tukumbuke vile vile hata kuwaombea. Sisi kama Wakristo wa Katoliki tunatambua kwamba tunapaswa kuwakumbuka na kuombea wafu, kuombea waliokufa. Na hiyo ni katika maandiko matakatifu, umuhimu wa kusali na kuombea wafu. Nasoma hayo katika kile kitabu cha Wamakabayo, jinsi alivyofanya yule Yuda alipotoa mchango wa fedha kwa ajili ya kuwakumbuka na kuombea watu. Maana yake aliwakuta katika hawa wanajeshi walipokufa, alikuta wamejifunga miungu ya kigeni, kama wamejifunga hirizi. Akatambua kwamba hii ni kosa kubwa na roho zao haziwezi kupokelewa ikiwa walitumainia miungu ya kigeni. Kwa hiyo akatambua kwamba tunaweza kusali kutolea sadaka kwa ajili ya kuwakumbuka wafu. Na fundisho hili wengine hawatambui kwa sababu wanaona kwamba haya ni mambo ya kubeza, sisi tayari tuko ndani ya Kristo, watu wakali wakifa wamekufa. Hapana. Kama ukitambua kwamba roho ni ya milele, basi utatambua kwamba kuna muunganiko. Mwanadamu apotee, akifa basi sio amesaulika, tunamkumbuka na kumwombea. Na hata wakati mwingine katika familia zetu ambao tunawakumbuka, ambao bado wapo katika kumbukumbu zetu, basi ni vizuri kuwatolea misa, kuombea sadaka ya misa. Na usiogope kwamba kuna kitu chochote kibaya kitakutokea au kitafanya nini. Unafanya tendo jema, matendo ya huruma kwa roho, kukumbuka waliokufa. Kwa hiyo ni vizuri kutolea nia za misa. Na hata wakati mwingine ukiona naombeaga mara nyingi, ukiona unakumbuka labda watu waliokufa na nini, basi ni vizuri kusali misa kwa mfululizo. Weka hata novena ya misa, kusali zile Gregorian Mass, misa za mfululizo 33
zile 33, na unaweza hata kusali 40 kwa ajili ya kuomba misa. Ni vizuri kusali, kutafuta msamaha ndani ya familia inasaidia sana katika kuvunja laana. Kama familia ni vizuri, inaweza kawa mjapatana wote, nasema sasa sisi kila tukikutana kama familia hatufiki mahali mwafaka tukapatana, hata mkiwa wawili basi mnaweza kusimama kwa niaba ya familia. Nani anasema vizuri, Abrahamu anapomuomba Mwenyezi Mungu kwa ajili ya Sodoma na Gomora, anasema ikiwepo hapo watu 50, 45, watu 10, je, utaiponya nchi? Utakuwa tayari kutokuangamiza? Mungu anasema ndio, nitafanya. Kwa hiyo unaweza kawa hata wewe mmoja mwenye haki katika familia, ukaiponya familia, ukaisaidia familia. Usiache tu kasema basi haiwezekani, hatupatani, huyu hapatani na yule, basi haiwezekani. Lakini wewe unaweza kufanya kwa niaba ya familia. Kama tulivyosema jana, tutambue kwamba kanisa ni kituo au ni sehemu ya ukombozi ambao tunaupata, na tunaendelea kuupata kila mmoja kwa wakati wake. Sio ile doctrine ya once saved always saved. Hapana, nasema ni hatua kwa hatua, kupitia mafundisho, kupitia sakramenti tunaendelea kufukuza hizi roho mbaya na kupata uponyaji. Kwa hiyo tunaweza kuvunja hizi laana na kukaribisha baraka kwa kudumu katika imani, sala na maisha hayo matakatifu. Vile vile ni kuangalia basi kama kuna mambo yoyote, kuna kitu chochote ambacho unaona kwamba hiki kitu si cha kimungu katika familia, cha kimungu. Kwa wale wanaofanya mila, kuna vitu ambavyo unaona kabisa namna vilivyofanyika si vya kimungu, ni vizuri kutokuwa navyo hapo nyumbani, utakuwa hapo nyumbani. Na hii basi ni vizuri kusali, si kukurupuka katika kufanya haya mambo, bali ni kuendelea kumwomba Mwenyezi Mungu akusaidie, akupe neema na uweze basi kudumu imara katika imani. Wapo wengine ambao wanang'ang'ania hayo mambo, inatosha kusema, na ukiona basi yale uliyosema hawayatilii maanani, basi ni vizuri kuendelea kukaa kwa pembeni na kuwaombea. Usigombane, usiingie mahali ambapo wewe mwenyewe unatambua kwamba sina mamlaka au sina mamlaka juu ya jambo hili, basi nikaingia na kutaka kuvunja. Hili nilikuwa naongea na kikundi cha charismatic, nikamwambia jamani, wakati mwingine mnapofanya mambo yenu ya sala, si kila mahali basi mna mamlaka ya kufanya. Kuna mahali kwingine unaingia katika nyumba ya watu, labda wao wameshajiunganisha, wanampenda huyo muovu wanaotaka kuwa naye. Yeye ameamua kuchagua njia hiyo. Wewe kwa nini unamkataza? Na yeye ameamua sasa kusema mimi na nyumba yangu tutamtumikia muovu. Kwa nini unaenda hapo? Wamekwambia wana shida naye. Nilisikia kituko kimoja, anasema kwamba umemkuta mtu amekufa, amejifunga irizi. Kwa nini umfungue? Na yeye aliamua kwamba hichi ndicho kitakachoniponya. Kwa hiyo kuna wakati lazima kutumia busara. Busara sio hofu, lakini busara katika kutambua kwamba pale nilipo na mamlaka, una mamlaka katika familia yako, nyumba yako, ukoo wako, hayo Mungu amekupatia mamlaka huko. Lakini kule ambapo una mamlaka, sali, waombee, na Mungu mwenyewe atafanya. Ni vizuri kuondoa yoyote ambayo yanapingana na Mungu, vitu ambavyo vimesemewa maneno mabaya. Ni vizuri basi kufanya hivyo, kuwa na maji ya baraka, chumvi ya baraka kubariki makazi yetu, kumwomba Mwenyezi Mungu atuepushe na madhara. Nimesema madhara ambayo tunaweza kuyapata kutokana na kitu ambacho kilifanyika mahali fulani ambacho labda hatufahamu. Wakati mwingine tunakaa katika nyumba, tunakaa katika ardhi ambazo labda watu wameingia maagano ambayo hatukuyafahamu. Ndio maana ni vizuri kuomba baraka katika nyumba, ni vizuri kuomba baraka katika eneo, ni vizuri hata wakati mwingine kuomba ikibidi kadiria ya padri musika atakavyoona, kuomba hata misa katika eneo, ili basi watu waondolewe mambo yanayowatesa.
dhambi mbalimbali kama utoaji mimba zinaleta madhara makubwa katika maisha ya watu. Kwa hiyo ni vizuri pamoja na kitubio, pamoja na toba, basi ni vizuri kufanya malipizi ambayo sahihi, kupata mwongozo sahihi, kupata uponyaji sahihi, ili basi kuepukana na hayo madhara kwako na hata kwa kizazi chako. Hizo ni ibada za mambo ya kujiepusha nayo, mambo ya ulevi, mambo ya dhambi za homosexuality na mambo mengine kama hayo yanafungua mlango wa laana na si baraka katika familia zetu. Kwa hiyo hii inahitaji sana sala kama ambavyo tunafanya tukimwomba Mama Bikira Maria, basi afungue mafundo hasa kwa mambo ambayo yanaharibu au yanataka kuzidhoofisha familia zetu. La kukumbuka, basi tunapaswa daima kuwa watu wa toba. Toba ni safari endelevu. Toba ni safari endelevu. Kila wakati kutambua kwamba inapaswa kujiunganisha na Mwenyezi Mungu na kutubu. Dumisha sala za familia, tafuta nafasi au hali ambayo kama familia mnasali pamoja, ili asionekane hata mmoja katika familia aliye dhaifu. Kwa hiyo nasema watakapopatana au wawili au watatu kwa jina langu, nipo kati yao. Nasema tolea misa. Na ni ya tatu nimesema tolea misa kwa ajili ya kuombea familia. Epuka mambo ya ushirikina, mambo ya waganga, ni mambo ya kuepuka nayo. Tutoe msamaha kwa wengine ili na sisi tuweze kupokea msamaha kutoka kwa Mungu. Kadiri tunavyoachilia wengine, basi tutambue kwamba na Mungu atatuachilia. Kitabu cha Maombolezo sura ya 5 aya 5 anasema, watufuatiao wa juu ya shingo zetu, tumechoka tusipate raha yoyote. Tumewapa hawa Misri mkono na washuru nao ili tushibe chakula. Baba zetu walitenda dhambi hata wako, na sisi tumeyachukua maovu yao. Maandiko yanasema hayo mambo kwa makini zaidi na kwa upana wake. Kwa nitambue kwamba ninayo nafasi kila wakati mbele ya Mwenyezi Mungu ya kutambua kwamba ninahitaji baraka za Mwenyezi Mungu, na nijiachanishe na mambo yote ambayo hayataniletea baraka katika maisha yangu. Kwa kusema hayo, basi nikualike tujiunge sasa kwa ajili ya rozari hii, siku ya 16 kwa Mama yetu Bikira Maria mfungua mafundo, na hasa tukimwomba atufungule siku ile mafundo yaliyosababishwa na laana zozote katika familia, lakini vile vile zile baraka ambazo kama familia tulipaswa kuzipata, basi tuzipate kwa mastahili ya maombezi ya mama yetu Bikira Maria. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na kwa Yesu Kristo mwana pekee Bwana wetu, aliyetungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kazaliwa na Bikira Maria, kateswa kwa mamlaka ya Ponso Pilato, kasulubiwa, akafa, akazikwa, akashukia kuzimu, siku ya tatu akafuka katika wafu, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Mungu Baba Mwenyezi, toka huko atakuja kwa hukumu wazima na wafu. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki, shirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi, fuko wa miili na uzima wa milele ijayo. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Mama yetu mfungua mafundo, tuzidishie fadhila za imani, matumaini na mapendo kwa maombezi yako. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungwa mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli malaika mkuu, tulinde katika vita. Tunasali matendo ya mwanga, tukiomba mwanga katika haya ambayo tunayaombea, na hasa siku ya leo. Mungu asituache tukatembea katika giza, asituache tukatembea katika mateso na mizigo ambayo huenda imesababishwa na dhambi zetu, huenda imesababishwa na maovu ya wale waliotutangulia. Basi atupe mwanga, na yote tunaweka mikononi mwake, ili aweze kutufungua kwa maombezi ya mama yake mpendwa na mama yetu Maria mfungua mafundo. Tendo la kwanza, Yesu unabatizwa mtoni Yordani. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli malaika mkuu, utulinde. Tendo la pili, matendo ya mwanga. Yesu nageuza maji kuwa divai huko Kana. Maria mama yetu mfungua mafundo, uliona mapema matatizo ya wanao, na ukawa tayari na mwepesi kuwasaidia. Katika rozari hii na kuomba mama, tusaidie kuyatambua yale yaliyofichika, na uwe sehemu ya kutusaidia katika matatizo hayo sisi wanao. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na
na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli, malaika mkuu, utulinde. Tendo la tatu, Yesu anatangaza ufalme wa Mungu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku. Tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu,
sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli malaika mkuu, utulinde. Karibu sasa tusali tafakari katika siku hii ya 16. Mama mwenye usafi kamili kabisa, inakuja kwako leo nikiomba ukifungue kifungo hiki katika maisha yangu. Na kuniweka huru dhidi ya mitego ya dhambi. Mungu amekupa uwezo mkubwa sana dhidi ya mapepo yote. Leo nayakataa mapepo yote pamoja na kila uhusiano ambao nimekuwa nao na mapepo haya. Ninamkubali na kumtangaza Yesu kama Bwana na Mwokozi wangu wa pekee. Maria mfungua vifungo, ukanyage kichwa cha mwovu na kutegua mitego yote aliyonitegea kwa kifungo hiki. Asante sana mama mpendwa sana. Damu ya thamani sana ya Yesu iniweke huru. Damu ya thamani sana ya Yesu iniweke huru. Damu ya thamani sana ya Yesu iniweke huru. Maria mfungua vifungo, uniombee. Tendo la 3. Tendo la 4. Yesu unageuka sura. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe,
umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli malaika mkuu, utulinde. Tendo la 5. Yesu unakaa nasi katika Ekaristi Takatifu. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu,
kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria mfungua mafundo, tuombee na utusaidie. Nawe Mikaeli malaika mkuu, utulinde. Karibu sasa tusali sala kwa mama yetu mfungua mafundo. Bikira Maria, mama wa upendo wa kweli, mama ambaye hujawahi kukataa kamwe kumsaidia mtoto mwenye shida aliyekukimbilia, mama ambaye mikono yako daima haiachi kuhudumia watoto wako wapendwa, kwa kuwa inasukumwa na upendo wako wa kimungu na huruma isiyo na mipaka iliyomo moyoni mwako. Naomba uniangalie kwa huruma na kuona mnyororo wa vifungo vilivyomo katika maisha yangu. Unajua vyema jinsi nilivyokata tamaa, maumivu yangu na jinsi ambavyo nimefungwa na vifungo hivi. Maria, mama ambaye Mungu amekuamini na akakupa uwezo wa kufungua vifungo katika maisha ya watoto wake, na uweka mikononi mwako utepe wa maisha yangu. Hakuna yeyote hata mwovu mwenyewe anayeweza kuuchukua kutoka katika uangalizi wako wa thamani sana. Mikononi mwako hakuna kifungo ambacho hakiwezi kushindwa kufunguliwa. Mama mwenye nguvu, kwa neema zako na maombezi yako kwa mwanao na mkombozi wangu Yesu, leo ukichukue mikononi mwako kifungo hiki, na hasa tunaposali leo kuomba kufunguliwa kutoka laana zozote za vizazi na vizazi, tukikuomba utujalie kwa maombezi yako mama tupate baraka. Ninakuomba kwa utukufu wa Mungu, kifungue kifungo hiki, wewe uliye tumaini langu. Mama yangu, wewe ni faraja pekee ambayo Mungu ananipatia. Wewe ni nguvu yangu katika udhaifu wangu na utajiri wa ufukara wangu. Pamoja na Kristo, wewe unaniweka huru kutoka katika minyororo iliyonifunga. Naomba usikilize ombi langu, unitunze, uniongoze na kunilinda. Kimbilio la usalama wangu, Maria mfungua vifungo, uniombee. Na sasa mpendwa, ninasali sala ifuatayo, sala inayotumiwa kwa ajili ya kuomba kuvunja laana zozote zilizosababishwa na mambo ya kichawi. Ambaye unahitaji kwa sala hii ambayo ninaisali, basi Mwenyezi Mungu akuweke huru kadiri ya mapenzi yake. Kwa jina takatifu la Yesu, ninavunja laana zote zilizotumwa juu yako na mambo yote mabaya yaliyotumwa ya kuzunguke. Kwa jina takatifu la Yesu, ninavunja laana zozote zilizotumwa juu yako na laana zozote zilizotumwa kukuzunguka. Kwa jina takatifu la Yesu, ninavunja laana zote zilizotumwa juu yako na mambo yote mabaya yaliyotumwa juu yako. Ninaziamuru roho hizi zinazohusiana na laana ziende sasa chini ya msalaba wa Yesu Kristo, na Mungu akuweke huru, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa tutasali kwa pamoja Zaburi ya 91. Aketie mahali pasiri pake aliye juu, atakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakaye mtumaini. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni iharibuye. Kwa manyoya yake atakufunika, chini ya mbawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuyo adhuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka ubavuni pako, na 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako, kwa kuwa
atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwako atakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa miguu. Kwa kuwa amekaza kunipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamuitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtukuza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Sala kwa Mtakatifu Mikaeli. Mtakatifu Mikaeli, malaika mkuu, tulinde katika vita, uwe kinga yetu katika maovu na mautio ya Shetani. Mungu amtishe, tunaomba sana, awe mkuu wa majeshi ya mbinguni. Kwa nguvu ya Mungu angushe motoni Shetani na pepo wabaya wengine wote wanaozunguka duniani kupoteza roho za watu. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi, awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mjaliwe usiku mwema. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe audino, Christe audino, Christe exaudino, Christe Pater de celis Deum, miserere nobis, Filii Redemptor mundi Deum, miserere nobis, Spiritus Sancte Deum, miserere nobis, Sancta Trinitas unus Deum, miserere nobis, Sancta Maria, ora pro nobis, Sancte Iosef, ora pro nobis, proles David inclita, ora pro nobis, lumen patriarcharum, ora
nobis, protector sanctae ecclesiae, ora pro nobis, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, pace nobis Domine, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, exaudi nos Domine, agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, constituit eum Dominum domus suae, et principem omnis possessionis suae. Oremus. Deus, qui ineffabili providentia beatum Iosef sanctissime genetricis Tue, sponsum eligere dignatus es, presta quesumus, utquem protectorem veneramur in terris, intercessorem abere mereamur in celis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.